ikifungwa, ikikosa ufunguo, hakuna awezaye kufungua hiyo kufuli. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanadamu anapofunga nyumba yake kwa kufuli, anawakika kana kwamba hata nikiondoka, nimefunga nyumba yangu, hakuna awezaye kuja kufungua, kwa kuwa mimi ninao ufunguo. Haleluya. Lakini ukiondoka na ukasahau kufunga, au ile kufuli ukasahau, au umefunga wakati umefika nyumbani, funguo umezipoteza, mwanadamu huhangaika sana. Matokeo yake wengine wanavunja kufuli pamoja na mlango. Unifuate vizuri? Ina maana gani? Kwa hiyo kufuli na ufunguo, jambo la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, hasa mtu aliyeokoka. Mungu tusaidie. Tuna vitu ambavyo tunaweza tukaviona ni vidogo sana katika macho ya nyama, kumbe vilivyotengenezwa katika ulimwengu wa roho ni vitu vikubwa mno 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 mno. Ufunguo una maana moja ambayo nimekwambia: kufungua kufuli iliyoko ndani ya mlango, ili mlango upate kufunguliwa, mwanadamu aingie ndani ya nyumba yake. Huu unabii ni unabii wa nabii Isaya. Ulikuwa ni unabii wa nabii Isaya juu ya Yerusalemu, au kwa kabila la Wayahudi. Wakati nabii Isaya anapewa unabii huu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa ni wakati gani, na ilikuwa ni tarehe gani, na ni kwa nini huu unabii? Kila Bwana alichoachia kwa manabii wake, lengo lilikuwepo na kusudi lilikuwepo. Wakati Isaya, Mungu anaanza kushusha unabii, aliyekuwa akitawala kipindi hicho katika Yerusalemu alikuwa ni mfalme Hezekia. Bwana Yesu asifiwe. Ndo alikuwa mtawala. Okay. Nini maana ya jina Isaya? Nani anaweza kanipa jibu? Isaya maana yake ni nini? Maana ya neno Isaya ni Bwana aokoaye. Andika atakusaidia. Kulingana na mapokeo ya wakati huo wa Isaya wakati anatoa unabii huu aliutoa pamoja na mtumishi wa Mungu anaitwa Amosi. Huu nabii huu wa kitabu cha Isaya aliotoa Isaya na mtumishi wake Amosi. Ulikuwa ni wakati gani?
Na ni mwaka gani Isaya anafanya mambo haya? Biblia na wasomi wanasema ulikuwa ni mwaka wa 700 kabla ya Yesu kuja dunia. Mwaka wa 700 Isaya anaanza kutoa unabii huu. Unajua, nilizungumza kitu kimoja asubuhi kwamba wenzetu walipopata neema ya kuitwa na Bwana walikuwa vizuri. Yaani akiitwa alitembelea wito. Ila sisi leo tukiokolewa na Yesu Kristo tunaokoka sehemu mbili. Kwa Yesu kidogo, mengi ni katika maisha yetu ya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeokolewa na Yesu Kristo ili tufanye nini? Tumtumikie, tuwe wana wake. Si vibaya kutumika, shughuli zako sio vibaya, lakini Mungu anapokuokoa amekuwa kwanza. Tulivyofundishwa tangu majuzi kutwa, miezi iliyopita, alitutoa katika ufalme wa Shetani akatuingiza na kutufanya kuwa wana wa ufalme wake. Haikuwa jambo rahisi. Jana hapa kuna mtu mmoja aliuliza, je, sasa wale ambao wasiokuwa na Yesu Kristo hao itakuwaje kuwaje? Majibu yalikujaje? Kwamba yaliyofunuliwa ni ya kweli, yale ambayo yaliyo sirini sio ya kwetu, ni ya Bwana. Na ni watu wengi kabla ya Yesu. Biblia inasema wakati huo Mungu anaitengeneza dunia, Yesu alikuwa kama stadi wa kazi. Kwa ndio wale, na tuliambiwa vitu vingi sana jana mpaka nilijisikia furaha, thamani ya wokovu. Vitabu vilitiririka hapa. Mzee anasema mambo mazito, watu wasema yes. Anatumia neno lako, acha mchezo wa Isaya. Isaya, sikana kwamba nani anajua watoto wa Isaya? Isaya alikuwa na watoto wangapi? Wana wa Mungu waenda mbinguni. Isaya alioa. Sasa asili ya wenzetu wale waliotutangulia, watoto wa kiume ndio walikuwa wanaandikwa au walikuwa wanatajwa sana kuliko wa kike. Hata kwa asili yetu sisi, urithi ulikuwa unapewa sana watoto wa kiume. Sema ameanza kubadilika sasa hivi tu. Na sio urithi, walikuwa wanahesabika sana watoto wa kiume. Kwa sababu gani? Ilikuwa kwa sababu mtoto wa kike yeye anapoolewa anaenda kuanzisha ukoo mwingine huko atakako kwenda. Kwa hiyo unapozaa mtoto wa kike unamzaa wa kwako kweli, lakini utakaa naye miaka michache, lakini miaka mingi ataishi sehemu nyingine kuliko ile ya kuzaliwa kwa yuko kwa. Isaya alikuwa na watoto wawili. Wa kwanza aliitwa Shear Yashubu. Haya alikuwa ni majina yao ni makali sana jamaa. Sasa nataka tuzungumzie kwa nini andiko hili lilishuka, au kitabu hichi cha Isaya aliyekiandika ni Isaya mwenyewe. Kwa nini kiandikwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini kitabu cha Isaya kiandikwa?
Ligwa na Mungu alimpa Isaya kitabu hichi ili kuandaa wana wa Israeli, aiza Wayahudi, kumpokea Masihi wao na kuwaweka karibu na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lengo kuu ni kuandaa Wayahudi wawe tayari kumpokea Masihi wao na kuwarudisha, kuwaweka karibu na Mungu wao. Hiyo ndio ilikuwa lengo kuu. Sasa mtu mmoja afungue katika kitabu cha Isaya ile sura ya 22, anza ule mstari wa 21 hadi mstari wa 22. Nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yakobo na kwa nyumba ya Yuda. Sawa, ndiyo, na ufunguo wa nyumba ya Daudi utakuwapo begani mwake. Hebu sema hapo. Yeye atafungua wala hapana atakayefungua. Yeye atafunga wala patakuwa wa kufungua. Mstari 23. Basi shira. Huu unabii Isaya ni unabii wa Yesu Kristo katika nyumba, katika ukoo wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri, utanielewa tu vizuri. Huu unabii, Wayahudi lazima wamkaribie Mungu wao, wamjue Mungu wao. Kwa nini? Yupo Masihi wao atakaye kuja kuwaokoa na kuwaponya. Hatujui, yawezekana waliishi wakati wa mfalme Hezekia anatawala. Alikuwa ni mfalme aliyetumika vibaya sana machoni pa Bwana. Na Mungu alichagua kabila gani? Israeli. Isaya anapewa ufunuo huo, yupo Yerusalemu, anatenda kazi Yerusalemu. Wayahudi hawakubali maneno ya Isaya, ni shida. Mungu anamwambia no, waambie hawa watu Masihi wao yupo karibu. Hawaelewi. Waambie wanikaribia kwa sababu nina jambo nataka kuwafanyia. Sasa ili usadiki haya ninayokuambia, fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa 7. Uone huo ufunguo ni nani.